kinachofanyika sasa hivi kwenye issue ya uwanja, umesema Simba ni kama vile kiburi cha uzima. Sasa kinachofanyika juu ya hii sintofahamu ya uwanja, wenye makosa ni CAF ama mwenye makosa ni nani? Na kama kuna wakati tunaambiwa kiwanja hiki hakina sifa ya kuchezea fainali, hata kile cha Berkane unasikia pia, hata kama ndio hivyo basi uwanja wa New Amani nao hauna sifa hizo, lakini tunaambiwa fainali inachezwa Berkane na Morocco kuna viwanja vingi, lakini pia vile vile fainali itachezwa Zanzibar na Benjamin Mkapa tunaambiwa iko tayari. Sasa mwenye makosa hapa ama kafu kwenye hili anakwepa lawama ama sisi pia na wazembe kwenye ishu ya uwanja wetu wa Benjamin Mkapa na matengenezo yake ambayo yanachukua muda mrefu? Unajua Makoa, ndio vitu vyote vinawezekana. Ndio kwa sababu ukijaribu kukumbuka kwenye lile sakata la corona, ndio FIFA wanataka mashabiki waingie kwenye washuhudie michezo, wawe upande yani tunasema ile part and parcel of this game, ndio wao upande wa mchezo mashabiki, Lakini pale ambapo inakuwa haiwezekani, mashabiki wanatakiwa watulie nyumbani kwa ajili ya kuangalia nyumbani kile ambacho kinafanyaje kinaendelea. Imekuwa hivyo katika mazingira ambayo tumeona kipindi cha corona. Imekuwa hivyo pia katika mazingira ambako tunaona hakuna uwezekano wa hichi kitu kutokea. Ndio maana CAF wanakuwa na zile kanuni ndogo ndogo na marekebisho ambayo yanakuwa yanatokea. Nimeitolea kesi ya Morocco namna ilivyo kwa sasa hivi. Maandalizi ya AFCON yamepelekea baadhi ya timu nyingi ambazo zimekuwa zimekishiriki katika mashindano haya makubwa ya kimataifa hazitumii vile viwanja ambavyo vinakuwa katika ile standard, hasa upande wa kuaccommodate mashabiki. Ukirejelea ukija pia katika mchezo ambao tunauendea wa Simba dhidi ya Berkane, unaona kwa namna gani ambavyo CAF wamefanya. CAF walichokifanya wao wamezingatia baadhi ya vipengele, kutoa taarifa mapema ya mabadiliko ya uwanja. Ili kuwa na finali iliyo bora tunahitaji kuwa na pitch. Na unajua sheria namba 1 katika zile 17 za mchezo wa mpira wa miguu, sheria namba 1 inazungumza uwanja. Haizungumzi kuhusiana na majukwaa. Haizungumzi kuhusiana na idadi ya mashabiki ambao wataingia uwanjani. Tunalihitaji eneo la mpira ambako utachezeka. Eneo lenye vipimo ambavyo ni sahihi, vipimo ambavyo ni rasmi. Sentimita 68 mpaka 75 upana, sentimita 100 mpaka 120 urefu. Ukiwa na uwanja ambao upo katika vipimo hivyo, uwanja wenye magoli, tunasema magoli ya upande wa kulia na upande wa kushoto. Yaani kaskazini ile kusini na kaskazini, tayari ule unaruhusiwa kuwa uwanja ambao unaweza ukacheza mchezo wote ule rasmi, bila kujalisha una majukwaa au una majukwaa. Lakini eneo la kuchezeka tayari lipo. Refari anaweza kaingia kwa ajili ya kuzisimamia zile sheria nyingine ili mchezo uweze kutamatika. Kufanyika. Kuzingatia hilo, hizi nyingine ambazo zinakuja za idadi ya mashabiki wanaotakiwa kuingia, zile sio sheria. Zile ni kanuni. Na kanuni unajua nini? Kanuni ni mapitio, ni mapendekezo na mapitio ambao watu wamekubaliana kwa ajili ya kutekeleza jambo fulani ili uweze kutimia. Kwa sababu FIFA wanatamani mashabiki, CAF wanatamani, TFF wanatamani, na hata serikali ya mtaa inathamini mashabiki katika huu mchezo. Wanahitaji kuona wakiwa ni moja ya sehemu ya mchezo huu, waingie kushuhudia kwa macho. Na hili lilikuja kwa sababu ya kibiashara. Wakishaingia wengi, tunapata kiasi kikubwa cha fedha. Mapato yataongezeka kwa upande wa shirikisho, mapato yataongezeka kwa upande wa wadhamini, mapato yataongezeka kwa upande wa zile timu mbili ambazo zitakuwa zimehusika katika ule mchezo. Sasa kama uwezo wa kuaccommodate hao watu hatuupati, hizi timu zitadorora katika upande wao wa kibiashara. Lakini kama pia itawezekana zidorore kwa ajili ya ili tukio litamatike, basi iwe hivyo. Ndio maana umeona kipindi cha corona timu nyingi zimekuwa zikicheza bila kuwa na mashabiki. Au timu nyingi zilikuwa zikicheza katika viwanja ambavyo ni vikubwa, vina uwezo wa kuingiza mashabiki wengi, lakini wakawa hawaruhusiwi kwa sababu ya ile unasema ile precaution, kuzuia yale maambukizi yasitokee. Lakini kuna maeneo mengine pia ambako michezo inachezeka bila mashabiki, kuzuia isitokee ile ghasia na athari za machafuko kwa ajili ya amani. Unaona, ni mazingira ambayo yapo. Kwa hiyo mimi nafikiria linaweza likawa ni anguko la CAF, lakini pia linaweza likawa ni anguko la Tanzania kama nchi. Linakuwa anguko la Tanzania kama nchi kwa sababu gani?
Hapa naomba nisunukuliwe vibaya. Ndio. Ni anguko la nchi kwa sababu gani? Ndio. Uwanja wa Benjamin Mkapa ni moja ya viwanja ambavyo viko kwenye projection, viko katika mpango kazi, ikiwa na maana hiyo kwa ajili ya matumizi ya kombe la CHAN, kwa ajili ya matumizi ya kombe la AFCON. Ndio. Lakini ni uwanja ambao umekuwa na marekebisho ya muda mrefu. Ndio tunazungumzia marekebisho ya uwanja wa Benjamin Mkapa kabla ya African Football League. Siku nyingi. Kabla ya African Football League ni marekebisho ya uwanja. Siku nyingi. Ni siku nyingi. Lakini umekuwa ni wimbo ambao tumeimba sasa hivi, umekuwa ni wimbo wa taifa, marekebisho. Mpaka sasa hivi nilisikiliza juzi anazungumza Mheshimiwa Msigwa. Akasema uwanja ambao umetumia zaidi ya bilioni 30. Mnatuambia vipi haupo tayari kwa ajili ya kuhost mchezo wa finali? Uwanja unaonekana upo katika condition nzuri. Unaweza kaona ni kiasi kikubwa cha pesa kimetumika, lakini bado uwanja wenyewe, kila mmoja anayenisikiliza, kutumia bilioni 30 sio issue. Sio issue. Issue hizo bilioni 30 zimelala pale. Zimelala kweli pale. Ndio watu wengi wanajiuliza, kwa sababu hata shabiki wa Simba ambaye anaumia kwa sababu ya hili Simba kuhamishiwa mchezo usichezeke Benjamin Mkapa uende New Amani Complex. Hata Mtanzania yote yule ambaye anafuatilia mchezo wa mpira wa miguu alitamani kuona mchezo ukichezeka pale, kwa sababu ni eneo ambalo, kwa sababu ukiangalia, ukija upande wa kijiografia, Zanzibar haifikiki kiwepesi kama inavyofikika Dar es Salaam geographically. Lakini pia ukaribu, tunasema ile reach, sehemu ambako unaweza ukapata watu kwa uwepesi, Zanzibar na Dar es Salaam. Dar es Salaam inaongoza kupata watu wengi kuliko Dar es Salaam. Lakini pia tukija eneo la population, ule mjumuiko wa watu, idadi ya watu wanaopatikana katika same localities, eneo ambako tukio linaenda kufanyika, idadi ya wakazi walioko Zanzibar ni ndogo kuliko idadi ya wakazi waliopo Tanzania bara. Kwa walioko Tanzania bara wana uwezo wa kufika Benjamin Mkapa kiwepesi kuliko ambavyo wana uwezo wa kufika Zanzibar. Ili tukio litafana kwenye uwanja ambao ni mkubwa kuliko uwanja mdogo. Benjamin Mkapa ni kubwa kuliko New Amani Complex. Kwa hiyo hili linabaki kuwa ni anguko la serikali ya nchi yetu ya Tanzania. Linabaki kuwa ni anguko letu wa Tanzania, kwa sababu tumeshindwa kuulinda uwanja ambao tulitegemea kuwa na matumizi makubwa ya baadaye. Na moja ya matumizi makubwa ya baadaye ni hii finali. Kwa dakika mbili tu zisizidi hapo, Simba sipocheza Benjamin Mkapa, CAF wanapaswa kulaumiwa ama hawapaswi kulaumiwa na waachwe? CAF wasilaumiwe kwa chochote. Waachwe. Kwa sababu CAF ukija kuwalaumu watakuletea picha mjongeo za marejeleo ya mchezo dhidi ya Al-Masry. Hakuna shabiki hata mmoja ambaye alifurahia kile kitu. Awe shabiki wa Simba, kwa sababu ilikuwa ni ari manusura. Uwanja ungepelekea Simba atolewe. Kwa sababu ya tukio la Chamuka la Bwako kupiga mpira ukanasa kwenye maji. Lakini ni mazingira yale yameinufaisha Simba, kwa sababu goli la Elim Panzu limetokana na pasi ambayo ilipigwa na kiungo wakati wa Al-Masry kumrudishia beki wake. Mpira ukashindwa kufika, akaenda kuwahi Kibu Denis, ukambabatiza mtu, ukawa mpira wa kurusha. Mpira wa kurusha Shomari Kapombe akaurusha kwa uharaka kwa kwenda kwa Elim Panzu. Elim Panzu akaenda kunufaika na tukio ambalo limeipatia Simba goli la kwanza. Kwa hiyo ni mazingira ya uwanja, piche kuwa mbovu, yamewanufaisha Simba. Lakini ilikuwa ni ali manusura iende kuwaumiza Simba pia kwa tukio la Chamuka la Bwa. Nikilitaja hilo, naamini kila shabiki atakuwa analikumbuka. Kwa hiyo hakuna shabiki, Simba wenyewe hawakufurahia kile kilichokuwa kinatokea katika ile picha ya Benjamin Mkapa dhidi ya Al-Masry. Simba wenyewe, Watanzania wanaopenda mpira, watu kutoka Afrika wanaopenda mpira na duniani kote, hawafurahi kuona mpira hautembei kaka. Watu wanafurahia kuona mpira finali ikipigwa Benjamin Mkapa. Ni huruma tu, na isipopigwa CAF wasilaumiwe. CAF wasilaumiwe. Lakini pia kuhusiana na Simba kwenda kucheza Zanzibar, labda kuwatoa shaka na hofu mashabiki wa Simba na baadhi ya viongozi wa Simba, kwa sababu kuna wengine wanaamini Zanzibar sio sehemu yao. Simba katika uwanja wa New Amani Complex kacheza finali 6 Makoa Hamisi na Peter Passion na msikilizaji wa wasiojua Simba kacheza finali 6 kwenye uwanja wa New Amani Complex. Finali zenyewe ni Amani Complex kabla haijaitwa New Amani, bado ni Amani ile ile. Bado ni Amani ile ile. Eneo ni lile. Yaani ile Benjamin Mkapa, ile Benjamin Mkapa hata hii leo sasa iitwe Samia Stadium, bado itakuwa ni uwanja ule. Wewe tuendelee. Finali 6 ambazo Simba kacheza pale. Simba kachukua kombe akiwa pale mara 3. Na finali hizo ni finali kacheza na Yanga, kamfunga Yanga pale.
amecheza pale na Malindi Simba. Ndio. Simba pale alicheza na URA. Ndio. Kachukua. Uganda. Simba pale kacheza na Sofapaka kutoka Kenya, kachukua. Kwa kamfunga URA, kamfunga Yanga, kamfunga, yani kafunga timu. Kumbe pale ana historia napo. Ana historia napo. Ni nyumbani kabisa. Simba pale kapoteza na Mlandege. Unaona? Simba pale kapoteza mbele ya KMKM. Yani mara nyingi Simba anapoteza fainali katika ule uwanja akiwa anacheza na timu za Zanzibar pale pale. Lakini imetoka timu kutoka Kenya, Simba kachukua ubingwa. Imetoka timu Uganda, Simba kachukua ubingwa. Imetoka timu pale Tanzania, Simba ni namba. Imetoka timu Simba kutoka Tanzania bara ambao ni mpinzani wake wa jadi katika mpira wa Tanzania, Yanga, kafungwa na Simba akiwa katika ule uwanja ambao ilikuwa ni fainali. Fainali 6 ambazo akacheza pale, achukua 3 akiwa pale. Kapoteza 3 akiwa pale. 80% ya alizopoteza kapoteza mbele ya timu za Zanzibar. Simba timu anayoenda kucheza nayo sio timu ya Zanzibar. Anacheza na timu kutoka katika ukanda wa UNAF ambao ni RS Berkane, Renaissance Sportif de Berkane, kutoka UNAF katika nchi ya Morocco. Kwa hiyo bado Simba ana uwezo wa kufanya vizuri. Ukirejelea historia ya Simba sasa katika mashindano haya kwa msimu huu, michezo 5 ambayo Simba kacheza katika ardhi ya Tanzania, hajapoteza mchezo wowote aliocheza katika ardhi ya Tanzania, iwe bara au visiwani. Yes. Katika mashindano haya ambao yuko fainali, anaenda kucheza fainali ya pili. Ndio. Simba kamfunga Sfaxien Benjamin Mkapa nje ndani. Mchezo mmoja akishinda Benjamin Mkapa. Itakumbukwa goli za Kibu Dennis. Ndio. Kamfunga Constantine Benjamin Mkapa. Itakumbukwa penalti ya Jan Sharea Ndio. Simba kamfunga Bravos, litakumbukwa goli la Ateba. Ndio. Simba kaja kumfunga Al-Masry, litakumbukwa goli la Mkwara. Ndio. Simba kaenda kamfunga Stellenbosch, litakumbukwa penalti ya Jean Sharea Simba huyo. Ndio. Michezo yote 5 aliyocheza, kwa sababu timu ambayo inafika fainali ukihesabu michezo yake kuanzia hatua ya makundi inakuwa imecheza michezo 12. Tukirudi hatua za awali kuanzia preliminary stage na first round inakuwa ni michezo 14 ambayo timu inatakiwa, michezo 16 ambayo timu inatakiwa kucheza. Katika michezo 16 utacheza michezo 8 kwako, utacheza michezo 8 ugenini. Kwa mpaka sasa hivi Simba amecheza michezo 7. Michezo mingine ya nyuma ni ule mchezo ambao Simba alicheza dhidi ya RR Tripoli. Simba alishinda 3-1. Lakini Simba huyu amezoeleka, na sio peke yake, hata mwenzie Yanga. Hao ndio wamekuwa wenye dhamana ya kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa. Hata kwenye michezo ya ligi wanatumia ule uwanja. Lakini kwa sasa kama tulivyosema, tunarejelea kauli yetu, uwanja wa Benjamin Mkapa umekuwa una matengenezo kwa muda mrefu. Yes. Na ndio hali iliyowakimbiza Yanga Chamazi na Simba KMC. Lakini kulikuwa kuna ingia toka kwenye hizi issue za viwanja. Hata Yanga alitoka Chamazi akaja KMC. Imekuwa sasa ni maisha ya kawaida, hata mashabiki wamerelax wakiamini Simba ni KMC, Yanga ni KMC. Yaani habari za taifa watu ni kama wamezisahau kwa sasa. Lakini inapokuja swala la international, watu wanahitaji sana taifa. Kiasi kwamba kama Simba anatumia uwanja wa KMC kama uwanja wake wa nyumbani kwenye michezo ya ligi. Shida inakuwa wapi Simba kucheza Amani kule Zanzibar kwa historia ulioitaja? Kama anacheza mechi zingine KMC alafu maisha yanaendelea, I don't care. Nimetoka kumwambia Peter Passion, imani ni bora kuliko dini. Okay. Yaani ni ile ukiamini nguo niliyoivaa mimi hapa ni blue. Ndio. Peter Passion anaweza kaamini sio blue, ni nyeusi. Unaona? Huwezi kumbadilisha Peter. Okay. Mashabiki wa Simba, viongozi wa Simba, wachezaji wa Simba, mashabiki wa mpira Tanzania wanaamini maajabu ya Simba yako Benjamin Mkapa. Maajabu ya Simba hayako CCM Kirumba, hayako Tanzanite kwa kwenye mechi za international, kwenye michezo ya kimataifa, kwa sababu ya historia ya Simba kufanya vile pale. Simba anamfunga Zamalek kumtoa katika mashindano ya Confederation mwaka 2003, kamfunga katika uwanja wa Uhuru. Lakini ni uwanja ambao Simba miaka 10 nyuma alikuwa ametoka kutoa sale, akapoteza ubingwa dhidi ya Stella de Abidjan. Finali. Ulikuwa alikucheza Uhuru pale pale. Mteze John Rungwe anafunga goli moja. Ili goli ambao walikuja kumtoa Zamalek, anafunga pasi ya Hussein Macho, goli anaenda kufunga Mwakyusa David. Mwakyusa anafunga goli, Simba wanashinda, wanaenda kule wanatoa sale, wanashinda kwa penalti, Juma Kaseja akiwa ameokota penalti 3. Unakuja kuangalia Simba walishakuwa na imani pia na uwanja wa Uhuru kwa miaka ile, kwa sababu walikuwa wanafanya vizuri. Miaka hii ya karibuni historia inailinda Simba uwanja wa Benjamin Mkapa.
kitu ambacho kinapelekea imani ya mashabiki wengi wa Simba, viongozi mpaka wachezaji wapi walioko Simba wanaamini ile ni fortress, tunasema ni ngome ya Simba kwa sababu kafa Ari, kafa Zamalek, wanakufa kafa Berkane huyu alimfunga Simba 2-0 uwanja ule wa manispaa ya Berkane ambao wamefungwa tena 2 zile juzi. Walikuja Tanzania katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Berkane akafungwa 1-0 na Simba. Goli la Sako. Kikosi kile wachezaji waliopo ni Aishi Manura, Shomari Kapombe na Mohamed Hussein Zimbo Junior pekee katika wale wachezaji ambao walikuwa wamemfunga Berkane 1-0. Na Kip Dennis. Unakuja kuangalia sasa hivi Simba wamemfunga AS Vita. Simba ilifungwa 5-0. Kongo ikaja ikashinda Benjamin Mkapa. Katika msimu huo Simba akafungwa 5 na Ari. Akaja akashinda Benjamin Mkapa. Simba akaja akamfunga Wydad hapa. Simba amefungwa na Raja hapa, lakini Simba akaja akamfunga Platinum. Simba akamfunga Nkana. Simba akaja akamfunga Oroya Kala 7. Nkana Red Devil alipoteza goli 4 kwa Kaizer ile ya kina Sam Nukovic. Ndio. Simba akaja akashinda goli 3 hapa. Simba akina Bernard Parker. Simba kaenda kapoteza Simba kaja akashinda mchezo hapa dhidi ya Orlando Pirates ambao ilienda finali. Ikafungwa na Berkane huyu. Simba alikuwa ameshinda hapa mchezo wake katika ushindi mkubwa, akaenda kupoteza Afrika Kusini. Simba amezifunga timu nyingi kwa imani yake ambazo zipo katika madaraja makubwa, zilikuwa zimemzidi uzani katika madaraja kwa kipindi kile, akizifunga Benjamin Mkapa. Kwa imani ya Simba, mashabiki kumbe basi kwenye swala la imani hapo, ndio maana nikakwambia imani ni bora kuliko dini. Watu wengi tunaamini huu mchezo kama unachezwa Benjamin Mkapa, hizi goli 2 za Berkane sio goli mbele. Kwa hiyo sasa kumbe kwa imani hiyo ukisafiri na swala la imani uponya. Kumbe basi Simba asipochezea Benjamin Mkapa, pengine tunaweza tukamkosa kwenye swala la ubingwa. Tarudi kwa